الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم، tumesimama katika aya 130 ya sura Taha. Kwa hivyo leo tutaipitia mbio kabla tujaingia aya ya 131. طيب, aya inasema 130 kama tulivyozungumza kwa siku mbili. Aya na maelezo mengi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fasbir ala ma yaquluna, sehemu mwanzo hiyo. Wasabbih bihamdi rabbika, sehemu ya pili hiyo, na time zake kabla tului shamsi wa kabla ghurubiha. Wa min ana'i al-layli fasabbih, min ana'i al-layli fasabbih, sehemu nyingine hiyo. Wa atraf an-nahar, bimaana wa atraf an-nahar fasabbih, sabbih biha la'allaka tarda, ili upate ya kukuridhisha. Labda katika maana iliyofichika, ili upate la'allaka tarda, kwa kufanya ibada hizi utaona nini athari ya ibada hizi. Inakutia nguvu, imani yako inakuwa na nguvu, unakuwa mko karibu na Mola wako zaidi, unakuwa nini, unapaa katika ule ubinadamu, unakuwa katika juu ya ubinadamu, katika ucha Mungu, na kujitahirisha na kujisafisha. Lakini zaidi ile kwamba inakupa nguvu, kwa sababu wewe unapambana nayo. Njia ya kukabili mambo hayo, kujisogeza kwangu. Utahisi kwamba uko karibu yangu, utahisi kwamba wewe una power. Al-Izz ibn Abd Salam, nyakati za katikati, karne za kati, alipokuwa Misri, anamwambia yule mfalme wa Mamalik atakalo, anaambia hivi mfalme, unafanya hivi, usifanye hivi, unafanya hivi. Na kafika hadi akaambia hao Mamalik waliomiliki wote wauzwe hadharani, alafu unaweza kumiliki ardhi, unaweza kufanya, sio unafanya unavyotaka. Ndio alikuwa katika vikosi vyake, kaweka wale Mamaliki ndio wakubwa, kina Putos na kina Bebers na kina nani, hawa walikuwa wanafanya wanavyotaka, sababu majemadari wa jeshi lake yule mfalme sultan. Basi kaambia wauze hao waweka majemadari, wauze watumwa mpaka wawe huru, wanunue kabisa zako, alafu wape huru waweze kumiliki chochote cha kumiliki. Yule Izz ibn Abdullah anambia, wewe baada ya kushakufa Izz, yule mfalme akasema alhamdulillah, sasa tutapumzika na maneno yake ya kutukera. Sisi walikuwa wanamuogopa. Anambia, wewe vipi ulikuwa unaweza kumwambia mfalme chochote unachokitaka, watu wote wanamuogopa hivi? Akaambia, sikiza, mimi nikitazama ufalme wake na nikitazama ufalme wa Mwenyezi Mungu na ambao ndio ninaotegemea unilinde, basi naona kama paka alimiminwa maji nyonge. Subhanallah, hili ndio ni ile maiyatullah, unapokuwa pamoja na Allah. Na Mwenyezi Mungu anampa picha hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe ukitaka, wasbir ala ma yaqulun. Tumeona aya 4 jana, wasbir au fasbir li hukmi rabbika, ziko aya kadha katika msahafu, na tumesoma baadhi juzi. Na hii yote dalili ya kwamba unapojisogeza katika Mola wako unaridhika, kwamba unajua kwamba wewe unaye wa kumtegemea. Bali la'allaka tarda, au tukasema la'allaka turda, utakuwa umeridhisha, utapata ajira yake. La'allaka turda. Naam. Kwa hivyo tunaona katika kauli hii, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tului shams, kabla kupanda jua, wa qabla ghurubiha, kabla kuzama kwa jua, wa min ana'i al-layli, katika saati za usiku, wasabbih, msabbih tu. Wa atrafa an-nahari, ncha mbili za mchana, asubuhi mapema, jioni sana. Atrafa an-nahar, yani tabu sambu na katikati na nahari, ile imekuja katika ile aya tusoma jana, fa subhana Allah hina tumsuna wa hina tusbihuna, imekuja ile kuja wa hina tudhhirun, na jioni na madhuhuri, na hiyo inaelezea bimaana sala istano. Lakini sasa ukitizama kama tulivyosema jana, hizi nyakati zilizotajwa katika aya hii na ile ya kafu ile
ilivyotajwa kule na ayati nyingine za kutaja katika surati Insan. Hizi zote dalili ya kuonesha kwamba time zote wewe katika kumsabih kwa kumsifu, msabih bihamdi rabbika, sabih time zote za kwanza naona kabla tulu shams alfajiri, baadaye nini kabla ghurubi shams, jioni na kuingia usiku. Tayeb nyakati za usiku ana al-layl, saa za usiku, saa moja, muda mfupi. Time yote nayo kuanzia baada ya isha mpaka karibu na kuadhini asubuhi, time yote hizi al-layl, fanya ibada yako. Wengine wakasema la, al-layl usiku wa 8 hasa uliingia ndani kabisa ya usiku, ikawa watu wote wanakurumiana, wewe unainuka kumtakasa Mola wako na kumsabih na kusali sala zako. Kule aya nyingine katika aya 9 surati Zumar, amman huwa qanitun, ama yule atakosana kafiri, yule ambaye qanitun, akiabudu na kinyenyekea kwa Mola wake ana al-layl, katika nyakati za usiku. Unavyofasiri ana katika saati za usiku, ana al-layli sajidan wa qa'iman, moja katika aya za kutia nguvu qiyamul layl. Hii aya 9 surati Zumar. mfano ya ayuha al-muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila au zid alayhi wa rattil qur'ana tartila, au mwisho wa muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu, zai chini kasoro kuliko thuluth mbili au nusu au thuluth moja, wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, na kundi kubwa miongoni mwa wale walikuwa pamoja, yani masahaba walijua muhimu wake na wanafanya, au kama ilivyokuja, kwa sababu hii ilikuwa ni fardhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwetu sisi, tazameni alivyoamrishwa mtume wenu, alafu mimi natosha sala 5 mkizitimiza, akilobaki ile kujipendekeza kwako kuja kwangu, na kila ukija wewe unakuja kwa subiri, mimi nakuja kwa pima unakuja hivi nakuja hivi, wewe ukija na jogi, wewe mimi nakuja mbio, ukija wewe na woki, mimi nakuja kijogi, jogi harwala, kuna mashi kwenda kwa miguu kidogo normal, ni ile harwala kama tunavyoambiwa tukitufu sisi, ile baina Safa na Marwa, kipande cha kijani pale unafanya harwala kidogo, kuonesha kwamba nini, sio kama nyinyi dhaifu, ile pia una nguvu na wewe. Kwa hivyo hizi time za sala za ibada, au aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl, surati Isra, sala 5 katika, wa Qur'an al-fajr, inna hiya Qur'an al-fajr ni salatu al-fajr 5, inna Qur'an al-fajr kana mashhud. Halafu wa min al-layli, hii inakuja tena min al-layli, miongoni mwa usiku au nyakati za usiku au saati za usiku, fatahajjad bi, ufanye tahajjud. Tahajjud bi yani qiyamul layl, salatul layl. Fatahajjad bi, iwe kwa kwenye nyongeza, nafilatan, kwa ajili yako, nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hii special kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhimizwa kusali qiyamul layl. Lakini ukitazama anasema kama hii aya hii iliyotaja fasbir ala ma yaquluna, na nyingine fasbir li hukmi rabbika, isbiri tu, unachosema yote stahimili, hukumu anaitoa Mwenyezi Mungu, fasbir sabran jamila. Mwenyezi Mungu anajua nini cha kufanya wakati gani kufanya jambo. Mtegemee Mola wako, jisogeze kwake. Kwa nini? Kwa kumtakasa na kumtukuza na kumsifu. Kwa hivyo fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layl wasabbih wa atrafa an-nahar la'allaka tarda. Kwa hivyo qabla tulu'i shams, qabla ghurubi shams, ana al-layl, tamzile na saati za usiku ambao uko freeway, time yote unaweza ukainuka, unaweza kusali, baada ya kusali isha kwenda nyumbani ukasali ukalala, au kaamka katikati usiku ukalala, na hii ni tabu zaidi kuliko zote, au kaamka alfajiri kabla kuadhini. Kwa time yote Mwenyezi Mungu atakayokujalia, na time utazidisha na kupunguza kwa mujibu wa nguvu za imani yako, kwa ajili ya nguvu za imani yako. Kuna imani zao zinawapa fursa, dakika 10 tu minatosha kabla kuadhini, basi leo nipate raka 2 na 1 au nipate 2 na 1. Lakini kuna kitu kimoja
sehemu kubwa ya kuijua Qur'ani inakuja yani kile kujikumbusha na revise na kupitia Qur'ani ni zile sala za qiyam al-layl. Na dalili nimeona Ramadhani tarawih inapokuwa watu wanasali masaa mawili, wengine wanasali saa na nusu, wengine dakika 20, kila mmoja na uwezo wake. Tuambie kwamba sala zote sahihi inshallah na Mwenyezi Mungu atakubali, lakini kwa mujibu wa imani anataka kusoma juzu amma sehemu kidogo za mwisho, anataka kila siku akasoma juzu moja. Kuna misikiti mingine apiga juzu mbili, kisha fika katikati ya Ramadhani kishamaliza khitma moja. Ile inakupa nini? Nguvu ya kuweza kuendelea na qiyamul layl baadaye. Hii sala za usiku ni sala ambazo zenye kumuinua mtu daraja. Wakati anaishi baina ya watu anakuwa mwenye kupendwa na watu. Kwa namna unavyojidhalilisha wewe usiku, Mwenyezi Mungu anakupa result yake ile. Ukifika mchana wewe unapokwenda kwa Asha fulani jambo fulani, watu wanasema yule wewe. Kuna watu wanapouzwa wageuzi uso sawa, watu wataki kuwatazama. Na kuna watu hebu nende kumsalimia fulani. Kawacha yake anapiga hatua 8 10 kwa ajili ya kumsalimia. Hii ni heba na kwa Mwenyezi Mungu. Tadlil, kujidhalilisha mbele ya Mola wako ni kukutukuza mbele ya watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hivyo ukizama anale na atrafa nahar, ncha mbili za mchana, asubuhi mapema, jioni sana, yani katikati hapa dhuhuri na nini, mpo fursa ya kufanya kazi na shughulisha na dunia. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li ababa fadlik. Unakuingia hapa kwa ile muda mfupi, unaomba nenda kasali dhuhuri, nenda kasali asiri, unasema Allahumma ighfir li dhunubi, waghfir dhambi zangu, waftah li ababa rahmatik, nifungulie rehema zako, milango ya rehema zako. Na ukishatoka na mambo ya katafuta zako, fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Jitawanyeni katika ardhi mkatafute fadhila za Mola wako, fadhila katika riziki na mengineyo. Kwa hivyo Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik, pale unapotoka nje ya mlango wa msikitini unatafuta fadhila. Kwa hivyo atrafa nahar, Mwenyezi Mungu amekupa fursa kwamba nini, uunganishe baina ibada na baina kutafuta riziki kwa ajili ya majukumu uliokuwa nayo nyumbani. Kwa hivyo kama atrafa nahar, kona huku ukishasali alfajiri, ushaomba dua, jua lishatoka, haya katafuta riziki, tafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii dalili ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu anakuongozeni hata katika ibada zake, anakupa time ambayo wewe shughulikia kwa ajili ya dunia yako. Kwa hivyo hizi time kabla dhuhuri shams, kabla ghurubiha, ana al-layl, atraf an-nahar, khalas metaja 24 hours. Na kama tulivyosema jana, kila nchi na wakati wake wa kupanda jua na kushuka jua, kuzama na kuchomoza. Usiku unaingia wewe sasa hivi hapa saa ngapi? Si asubuhi sasa hivi? Sasa karibu na saa 12 alfajiri asubuhi. Tunangoja jua kupanda. Wenzetu wako saa 4 usiku na saa 5 za usiku ukienda Marekani. Wenzetu walikuwa Australia na walikuwa Fiji na walikuwa wapi na Japan na wapi, sasa zamani si saa 4 saa 5 saa 6 mchana. Kwa hivyo pande moja jua linachomoza, pande moja jua linazama, pande moja saa 1 asubuhi, pande wa pili saa 12 asubuhi, pande moja saa 4 asubuhi, pande mwingine saa 4 unusu. Kabla tuli shamsu wapi? Katika nchi maalum? La, katika kila nchi. Wa kabla ghurubiha, nchi maalum? La, kila nchi. Yani full time 24 hours, kila sekunde ya time uzokwenda katika ulimwengu, usiku wa mchana, kuna wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu na kumsabih kwa kumtukuza na kumsifu. Na hivi ndivyo wanavyotaka wenyewe. Kabla hajaumbwa huwa subhanallah. Alikuwa subhana, aliyetakasika na aliyekamilika kila sifa kabla hajaanza kuumba vitu. Na alianza kuumba akaviamrisha makhlukat vile nisabihini, takunisifu. Kwa hivyo malaika walioumbwa na viumbe vingine hatojua, Mwenyezi Mungu amewakalifisha sabih, almusabbih fi almusabbih. Lakini wewe binadamu qalilu minan nas ndio wenye kumsabih, wengi hawamtaki kwa sababu wamepewa uhuru wa kuchagua. Na hata tunapokwenda katika surat Hud, ukitazama aya 114, wa aqimis salata tarafai an-nahar,
واطراف النهار كسمة nyakati za ncha. Taraf ni ncha, tarafa nahar asubuhi na mapema, jioni sana. Aqimi salata, yani hii alfajiri na pia na sala tarafai النهار inaweza kuwa au tarafai النهار بمعنى ظهرنا العصر au subhina العصر, lakini pia wazulafa min al-layl, na nyakati za usiku. Kwa nini haya mema na mengineyo unayofanya? Inal hasanati yudhhibna sayiati, mema yanaondosha machafu. Hii dhikri dhakirin. Lakini hapo hapo katajani wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ukiingia katika subra khalas umeingia katika watu wanaofanya ihsan min al-muhsinin, la yudhi'u ajra al-muhsinin. Kwa hivyo tukirudi sasa katika aya hii, ridha yote inapatikana katika nini? Katika mambo haya yote. Fasbir ala ma yaqulun fasbir li hukmi rabbika, yote hizi. Halafu kisha aya hii 130 tunakuja aya 131, wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya. Naam. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم. ولا تمدن آية 80 ولا تمدن عينيك. المد midada, mad bimaana mad kurefusha kitu au kunyosha. Mkono wa mtu, mudi yadaka, nyosha mkono wako. Mad bimaana kunyoka kitu, kunyosha. Hata maji kujaa tunaita mad, mad al-bahr wa jazr, kukupwa maji kutoka na kujaa mad. Chochote ukakifanya kiwe kirefu zaidi na kwa mad. Taib, mkono unaambia mtu mudi yaka liubaiuka, nyosha mkono wako nifungamane na wewe ya Rasulullah. Walikuwa nasema masahaba, nyosha mkono tufungamane na wewe, tukupe mkono. Kwa hivyo ukiambia mudi, watu wengine wanapenda kusema yalla nyosha mkono kunisalimia wewe. Wewe unajua kama wazee wako sisi hapa mudi yadaka, mudi yaka nyosha. Haya shikamoo, salamu alaykum, sabah alkhair, masa alkhair. Lakini mudi bimaana nini? Nyosha. Sasa hii jamani, hili jino, hata jino macho, haya macho ambao unaambiwa katika aya hii, wala tamuddanna ainaika, kwa ni macho. Tutasema sisi katoa macho pima bwana, au macho ametoka. Lakini ile balagha ya lugha inaonyesha kwamba mtu nini anapokodolea macho, anapotoa vile ana nini. Ati usinyoshe macho, mimi usikodolee macho, usizame. Kitu gani cha kukustajabisha? Maana hakutoki macho katika nini, katika socket zake za jicho, kutoka sio hisi, maanawi yani, sio ile kwa mbona sijaona kutoka hata kidogo. Yasitoke macho, yani usikodolee kitu mpaka mwenyewe akajua. Bimaana kwamba chochote unakinyoshea macho, ina maana kimekushughulisha, au sio? Kimekufanya akili zako zote kwenye jambo lile. Yani ile kwanza bila kukodolea, kutazama kidogo, ukakaa kidogo, ile mwanzo wake kule. Lakini mtu afrana ukapita unamwacha mpaka anapotea katika njia huko, katika mtazama, kuna jambo lilokushughulisha juu yule mtu, au sio? Kwa hivyo la tamuddanna ainaika wala tamuddanna, aya nyingine la tamuddanna ainaika, la tamuddanna ainaika, usije ukanini ukakodolea macho. Yani la tashghilu balak, usishughulisha akili yako katika jambo hili. Na ilipokuja
kama hili neno hili, kwa sababu liko jambo umelifanya wewe muhimu na Mwenyezi Mungu atakuonesha ile jambo si muhimu. Hivi ndio inavyokuwa, kwamba ile jambo ndio muhimu, Allah anakuambia si muhimu. Kule katika surati al-Hijr kwanza ilikuja aya ile, walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-azim, walaqad atainaka. Jamaa siku zote naelezea tofauti watu hii, wengine atainaka wakasoma atainaka. Ata na ata, moja ata kuja na ata kukupa kitu. Hata idha ata ala wadi an-naml, jeshi la Suleiman la jini wal insi wa tayr, wanakwenda katika surati Naml aya 10 ngapi, 17 18, ata amrullah, kishakuja kwenda minana ata atani alkitaba, amenipa kitabu, waja'alani nabiyya, ata ile nini, amkumpa mtu. Kwa hivyo hapa la tamuddana ainaka ila ma mata'na bi azwajan, na hapa katika surati al-Hijr inakuja nini, walaqad atainaka. Ingekuwa qad atainaka tumekujia, lakini la, tumekupa atainaka. Kwa hivyo lazima tujue tofauti tunaposoma, mtu anapofika neno ataina nini, ataina wala ataina, unaikata bila madda, una madda mwanzo hamza, hii hapo, ili kwa sababu unaweza kubadilisha maana kabisa. walaqad atainaka, na hakika tumekupa saba min al-mathani, yenye kukaririwa na kuripitiwa tena. Wa hadha bimaana surati al-Fatiha, alhamdulillah inaitwa 7 min al-mathani, wal Qur'an al-azim sehemu iliyobakia yote hiyo ndio tafsiri watu. walaqad atainaka 7 min al-mathani, yenye kukaririwa na kuripitiwa mara 17. Kwanza akali shi mtu akisali sala 5 raka 17, sio? Lakini pia kuna sunna nyingine. Taib, hiyo wakasema hiyo msafu wote basi unaanzia kutokana pale, hiyo yenyewe ndio Qur'an adhim, adhamu sura fi al-Qur'an hiyo. Tafsiri nyingine lakini hasa tumekupa Fatha na kuanzia al-Baqara mpaka an-Nas, al-Qur'an al-azim, au hiyo ndio yenyewe Qur'an adhim. Ndani yake unapata yote katika kitabu kizima, yote yamekusanywa katika sura al-Fatiha. Wallahu ihdina as-sirata mustaqima, ndio maana yake. Nini sirata mustaqima? Unataka njia nyoka? Anza itafute, fungua mlango utoke, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, zalika kitabu la raiba fi, mpaka unakuja kula udhuru bin nas. Yote hii nini? Sirata mustaqima nitaka. Kwa hivyo Fatha inaelezea yote. Kwa hivyo tunasema kwamba hii Fatha 7 min al-mathani wal Qur'an al-azim, na tunasema la, Fatha na msafu ulobakia wote wal Qur'an al-azim. Baada ya kuja hapo hiyo ikasema nini, imekuja hapa la tamuddanna ainaika. Haya hapa wala tamuddanna yetu hii sura Taha katika al-Hijr bina ila wa la tamuddanna ainaika, usikodole macho ila ma mata'na bihi azwajan minhum, na hapa iko nini, ila ma mata'na bihim azwajan minhum, sawa. wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum زهرة الخليج، زهرة الحياة الدنيا، زهرة ما هو زهرة لكن نيني بمعنى mapambo, kutumika neno hili maanawia katika balagha, bimaana mapambo ya dunia, starehe za dunia zote, zahrat alhayati dunia. Anasema wala tamuddanna ainaika, wala usivikodole macho ila yale mambo, ila vitu gani, mata'na bihi, vile ambalo tuliostarehesha kwa vitu hivyo. Azwajan, wamesema azwajan minhum, au sio, miongoni, baadhi yao, makundi kwa pamoja, mashetani pamoja nao, ala shakilatihim, yani mfano wake. Kwa
Kwa hivyo hii min azwajan hapa sio azwaja ni wake tu, azwaji ni pairs, azwaji ni vitu vyenye kwenda pamoja. Neno qarin pia inatumika bimaana hiyo, visa alqarin. Shetani Mwenyezi kaweka kila mmoja na shetani wake, qurana wanakuwa pamoja. Kwa hivyo azwajan hata wengine sana vitu walivyopewa na shetani wao wanaoganda na kuwapoteza wao, wafikiri ila nini, mapambo tu ya dunia na kujistarehesha. Wala tamuddanna ainaika. Kwa hivyo aya hii wala yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fi bilad pia yenye maana kama hivi, wala tamuddanna ainaka ila ma mata'na bi azwajan minhum. Hii zahrat hayati dunia, starehe za dunia, linaftinahum fi, yote yanafanywa haya kwa sababu ya kutoa katika mitihani. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Hizo zote katika jumla ya riziki. Utajiri waliopewa wakafanya wanaofanya katika starehe za kila aina za duniani, wewe riziki yako inakusubiri. Riziki yako wewe kwa ajili ya kujipendekeza kwa Mola wako, riziki yako umechelewesha, unachukua baadaye. Tena riziki yako wewe ina sifa mbili, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kakupa kauli ya rizqu rabbika, yani imetoka kwake mwenye Mola wako. Anaonyesha nini? Ule muhimu kwamba ile aina gani ya riziki unapewa. Na riziki kila kitu chenye kufaidika nacho, ikiwa riziki katika chakula, riziki siha, riziki pepo utakaja kuipata inshallah sote tu pamoja huko. Rizqu rabbika khairun, ni bora kuliko hiyo riziki waliopewa wao. Linaftina mtu basi, hiyo zahara ya dunia isikushughulishe kwa sababu utaka kustarehe stage kama ile iliyofika wao. Wa rizqu rabbika khairun, ni bora zaidi, wa abqa, na yenye kudumu zaidi. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sasa hapa ilipokuja katika aya hii, tunakuja katika aya still katika ile mambo ya alaka baina yako na Mola. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Kisha kwambia rizqu rabbika khairun wa abqa. Hapa chini tunakwambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa. Hatukuulizi riziki, la, nahnu narzuquka, sisi tutakuruzuku. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Aya hizi kitazama zinafanana. Tokea juu kule kasema fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi qabla ghurubi. Alafu inakuja wala tamuddanna ainaka, kakurejesha tena katika nini, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha. Wastabir alayha nini maana yake? Bora tutachambua hii katika darasa hilo inayofuatia kwa ajili ya kuipata maana hasa uzuri hii aya ya 132. alafu tutaendelea inshallah. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.